Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tuna somo jipya linalohusu Yesu anaweza kubadilisha, na tunaongozwa na neno la Mungu la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, na katika hilo neno tunaona jinsi Sauli alikuwa mpesi, alikuwa anawaua watu wa Mungu, watu wanaohubiri Injili, lakini alikutana na Yesu njiani akiwa anaelekea Dameski kwenda kuua. Na unaona pale ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 17 inasema Bwana Yesu akamtokea Sauli kwenda Dameski, naye alimpiga upofu, lakini alimpa maelekezo na Anania. Sasa unaweza ukaona Anania alipoendewa na huyu Sauli, sasa akamwekea mkono, akamwambia Sauli, Bwana Yesu ambaye alikutokea njiani ukiwa unaenda Dameski amenituma nikuwekee mikono ili uweze kupokea Roho Mtakatifu. Na Sauli baada ya kubandikwa ile mikono akajazwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema magamba yalidondoka kwenye macho, na baada ya kudondoka kwenye macho yake Sauli alibadilika, akawa sasa mhubiri wa Injili badala ya mpinzani wa Injili. Kwa hiyo Yesu anaweza kufungua. Ukikutana na Yesu wa kweli anaweza kufungua, na hata kichwa cha somo letu inasema Yesu anaweza kugeuza, Yesu anaweza kubadilisha. Kwa hiyo yawezekana kuna mtoto wako amekuwa mlevi au jambazi au amekuwa kwenye madawa ya kulevya na umeshajikatia tamaa. Kazana kuomba, kwa sababu Yesu akimuona ataweza kukutana naye. Mbona alikutana na Sauli akiwa njiani? Unajua Sauli alikutana na Yesu akiwa njiani kwenda kuua. Kwa hiyo yawezekana mtoto wako ni jambazi sasa hivi, yuko njiani anaenda kuua, anaenda kuvunja nyumba ya mtu, yuko njiani wewe uko njiani unaenda kufanya uharibifu, unaenda kwenye zinaa, unaenda kwenye mambo magumu mabaya unaenda kuyafanya. Yawezekana uko njiani unaenda kwa mganga na umekutana na yeye. Nataka kusema tu kwamba Yesu anaweza kubadilisha maisha, anaweza kukutoa katika hiyo hali, kutoka kuua ukawa ni mtu unayeuisha. Sauli alibadilishwa kuua watu wanaohubiri Injili, akawa mhubiri wa Injili. Sauli alikuwa akiwachukia watu wanaomtangaza Yesu. Sauli alikuwa akiwaua watu wanaomtangaza Kristo na wanaotangaza matendo ya makuu ya Kristo. Baada ya Yesu kukutana naye, alifanya kazi ambayo alichukia hapo kuua watu Sauli. Kwa hiyo akambadilisha, na baada ya Sauli kukutana na Yesu alibadilishwa jina kutoka Sauli akaitwa Paulo. Kwa hiyo huenda ukikutana na Yesu atakupatia na jina jipya. Kuna watu wengi sana ambao wamebadilishwa majina baada ya kukutana na Yesu. Tunatamani sana kukutana na Yesu. Mfano pia watu ambao walikutana na Yesu wakabadilishwa, kuna Sarai. Unaona Sarai, na wanasema ni Mungu alimbadilisha, lakini Mungu ni Yesu. Katika Yohana sura ya 1 inasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni nani? Yesu yuko kwenye neno. Neno ni Yesu. Yesu ni mkate wa uzima. Yesu ni maji yaliyo hai. Yesu ni mwamba imara. Yesu ni mponyaji. Yesu ni uzima. Sasa ukikutana naye anaweza akabadilisha historia yako. Kama ulikuwa unaitwa jambazi ukapewa jina jingine, alimbadilisha Sarai. Sarai alikuwa ni tasa, alivyobadilishwa akaitwa Sara, akawa mama wa mataifa. Kwa hiyo naamini kwamba hata wewe unamtamani huyu Yesu, na naamini hapo ulipo na Yesu abadilishe maisha yako. Kuna vitu vipindi, lakini unafanya leo. Nitaomba maombi mafupi sana ya ushindi na wewe. Yesu atabadilisha maisha. Ukisoma Mwanzo sura ile ya 17 mstari wa 15 mpaka 27 utaona jinsi Sarai alibadilishwa kwa Ibrahimu akaitwa Sara. Alivyokuwa Sarai alikuwa na roho ya kutoka, lakini alivyoitwa Sara alibadilishwa kwa mama wa mataifa. Kwa hiyo na wewe unaweza ukawa jina ulilonalo pia linachangia wewe. Kuna watu wengi sana. Kwa mfano Abraham alibadilishwa jina alipokutana na Mungu, akaitwa Ibrahim badala ya Abraham. Mwanzo sura ya 17 mstari ule wa 15. Kwa hiyo Mungu alibadilisha jina la Yakobo pia akamuita Israeli. Mwanzo 32 mstari wa 20. Natamani na wewe upate kubadilishwa. Kama unataka Yesu akubadilishe, ndio mambo mafupi atakayokuongoza, kisha nitaomba na wewe.
Bwana Yesu atakupokea hapa na kubadilisha maisha. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye, naomba unisamehe dhambi zangu, tafadhali futa jina langu na uliandike kucha kufia. Asante Bwana Yesu, asante. Naomba ulete Roho Mtakatifu uongozi kwenye maisha katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kama ulivyofanya na Sauli akienda Dameski kuua watu, naomba ukutane na huyu mtu. Yawezekana kuna mambo yanayotesa, hawezi kueleza, lakini wewe ukikutana naye unaweza. Yawezekana kuna majina mengi yameshapewa, ameshaitwa kahaba, ameshaitwa majina yote mabaya katika dunia, lakini Mungu, wewe uliweza kubadilisha mwaji akawa mtu anayehubiri Injili. Ninakuomba ukakutane na Mungu. Yawezekana ameshaenda kwenye huduma nyingi, ameshaokoa sana, lakini naamini ukikutana na wewe Yesu unayebadilisha, unaweza kubadilisha maisha tena, ukampa jina la sifa, ukamwondolea roho nzito, ukampa vazi la sifa badala ya roho nzito. Katika Yesu, kupitia kipindi hiki naomba ukabadilishe wengi wanaonisikiliza ambao wanataja mateso na wakubali kupiga magoti chini. Yesu, hitaji badilisha maisha. Bwana Yesu, sina shaka na wewe, jiamini sana, utawagusa na kuendelea Yesu Kristo. Bwana Yesu, bariki wote wanaonisikiliza na wale ambao pia wanasema pia matoleo. Tunaomba Bwana bariki na ukapata pia katika Yesu, bariki na matoleo haya. Basi tutatoa sehemu ya pili ya Yesu anabadilisha